Eneo hili lilikuwa tayari limeshalipwa fidia na sio mali ya watu binafsi, bali ni eneo la jamhuri pamoja na kampuni. Mkuu wa wilaya ya Ludewa mkoani Njombe, Olivanus Thomas, ameagiza wananchi wa vijiji vya Amani, Mundindi na Shauri Moyo kuzingatia taratibu zilizowekwa katika eneo la mradi wa Maganga Matitu ili kupisha uwekezaji wa kiwanda cha chuma unaotarajiwa kutekelezwa wilayani humo. Kwa hiyo sio aliyekodisha, si aliyekodi. Hatuhitaji usumbufu kwenye ofisi za serikali za vijiji, kwa sababu hili swala liko wazi na hakuna ambaye afanyaje hajui. DC Olivanus ameagiza hayo alipofika katika eneo hilo kufuatia taarifa za baadhi ya wananchi kuendelea kufanya shughuli za kilimo katika maeneo ambayo tayari fidia ya zaidi ya bilioni 4 zimeshalipwa. Aidha, amewataka wananchi kuepuka kuendelea kukodisha au kutumia maeneo hayo kwa shughuli za kilimo baada ya mavuno, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia fursa zitakazotokana na uwekezaji huo. Amepokea hilo ombi na mnaweza mkauliza hiyo shughuli ya kilimo iwe mara mwisho. 跟他们讲这些年轻的人，我们要培养他们各种学各种技术，发展本地，发展经济更高。Kwa ingine wanasema kwamba hii mradi ukianza, vijana wengi ambao wako hapa watanufaika sana katika kujifunza teknolojia mpya ambazo zitakuwepo kwenye kiwanda. 我们会出钱给他们去培训。vile atatoa pia hela kwa ajili ya kwenda wao kufanya mafunzo. 我们会给他们提供非常好的工作岗位， pia na kuwapatia maeneo mazuri au kazi nzuri au nafasi nzuri za kazi. Na swala ambalo mara nyingi kila ninavyokutana naye amekuwa akilizungumza ni kuhusiana na kwamba kazi zile ambazo zinawahitaji moja kwa moja nyinyi kufanya, hatutahitaji watu watoke nje ya hapa waje wasifanye hizo kazi. Sasa gavana, mtendaji wa kata na wataalamu wenu kama kamaka kwa kushirikiana na wenye viti wa vijiji wa kata hii husika ambao ni wanufaika moja kwa moja wa mradi huu, itaanza ajira za awali ikiwemo kusafisha maeneo, kufanya hivi. Niwaombe sana gavana, simamia wataalamu wako chini, kwanza mtendaji wa kata na washirikisheni wenye viti wa vijiji. Niwaombe sana, wakati mradi huu unapoanza, kama wanakuja bwana, tunahitaji vijana kadhaa, gawanyesheni kutokana na vijiji, ambaye yuko interested na ajira aje aifanye hiyo kazi. Lakini pia nimeona hata orodha hapa ndefu, watu wanatoka Shauri Moyo. Siweki kama sheria, lakini si mbaya viongozi wa Shauri Moyo mko washauri vijana nao iwe wanasogea, maana hiyo yote ni nini? Ni Ludewa. Na hiyo ndiyo maana halisi ya local content, kwamba iwashirikishe watu wa nini, wa karibu. Lakini jambo lingine pia ni kwamba kuna baadhi ya fursa zisiwapite. Tusingangane tu na mahindi peke yake. Kama mnaona kuna baadhi ya fursa za kibiashara ambazo zinawezekana kufanyika hapa, naomba muwapokee. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo niliotaji kuzungumza na nyinyi. Ni tamko langu rasmi ya kwamba hakuna mwananchi wa kijiji cha Njelela, Mundindi, Amani, Shauri Moyo ambaye hajui kwamba eneo hili lilikuwa tayari limeshalipwa fidia na sio mali ya watu binafsi, bali ni eneo la jamhuri pamoja na kampuni. Hao watu wagawane hasara. Kama kuna mtu alikodisha eneo kwa miaka 3 au 5 akiamini bwana liwalo na liwe, ninaamini kabisa yule alimkodisha ikiwa amemwekea mtego kwamba bwana likimfia litamfia yeye mwenyewe. Na huyu aliyekuwa na kodi alikuwa anasema kwamba uwezi jua huyu anaingia uoga kulima, acha mimi nichukue ili eneo ninaweza nikanufaika baada ya miaka kadhaa. Hii tunaita GG.
Kwa hiyo sio aliyekodisha, si aliyekodi. Hatuhitaji usumbufu kwenye ofisi za serikali za vijiji, kwa sababu hili swala liko wazi na hakuna ambaye afanyaje hajui. Na ndio maana wote mliokuwepo hapa mlikuwa mnasubiri huruma ya serikali. Wala hakuna aliyesema kwamba tunanyang'anywa haki yetu. Mlikuwa mnasubiri huruma ya jamhuri. Kwa hiyo tuondoe hizo sitomfahamu. Kama kutakuwa na vita baina ya mkodishaji na wasiokodishwa, basi wapigane kwenye zile vita ambazo si mahakamani, si ofisini kwa mwenyekiti, wala si ofisini kwangu. Ushuhuda inakuwa huo uonekane huko, waendelee. Lakini kupitia vikao na njia rasmi, ili swala tumelifunga kama ambavyo tumefunga kwamba watu wavune mazao yao bila bugudha. Baada ya hapo shughuli zingine zifanyaje, ziendelee. Lakini niwaombe sana tusiende kusambaza uongo. Hili ndiyo tamko na hili ndiyo tuliloelewana kwa pamoja hapa na tukaelewana. Kwa hiyo mtu zisiende story nyingine huko. Mfano kama hapa pataanza ukatwa miti baada hiki kikao tu. Mr. Show, anategemea lini kuanza kusafisha? Kesho. Kwa hiyo hapa kwenye hili lenye poli hili wataanza kesho kwa ajili ya kuanza kuleta vifaa. Kwa hiyo story zikianza hapa mtu asianze kutaka nakwambia wanakata mahindi huko. Hapana. Ni hapa na tumeshazungumza kwenye hili eneo la poli. Kule eneo lingine wataendelea kutanua zaidi kadri ambavyo itakuwa mmetoa mazao yenu. Sawa. Kuhusiana na yale mazungumzo yetu na ombi langu ya kwamba mwaka huu kufikia huo mwezi wa 7 baada ya kuvuna wasirudi tena kuja kulima. Na nimewaeleza kwamba ombi langu umelikubali, ya kwamba waweze kuvuna mazao yao alafu uendelee. Labda awali ya yote ni shukuru serikali kupitia kwa mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, kwa sababu wananchi kutokana na kuona miradi haianzi ni kama waliamini kwamba serikali haitakuja kuanza miradi mapema wakalima, lakini kwa heshima kutoka kwa mkuu wa wilaya nadhani tumesamehewa kwamba mpaka muda ule wa kuvuna utakapofika tuwe tumevuna. Hii kama wananchi wa kijiji na eneo la mradi tunashukuru sana serikali kwa maamuzi hayo, kwa sababu yanaonyesha ushirikiano, ni jambo jema. Tunawashukuru sana serikali. Yani kwa niaba ya wananchi tunashukuru sana. Yani wananchi wengi roho zao zilikuwa juu, lakini kwa kauli hii umetoa uponyaji kwao. Na umesema kuhusu kukodisha, kuna wengine walishakodishana toka mwaka jana, yani wanapiga dabu. Kwa hilo sasa ni lao wakae mezani. Yani wakija kwenye viongozi wa serikali wasiende moja kwa moja arudishe hela, wakati yeye mwenyewe anakodi akawa anajua sio mali ya huyu, ni mali ya nini? Na mimi ni Amiri Kilagalila.